Nilimuuliza kwenye mahojiano yetu ya kule TikTok, nikamwambia hiyo baiti iko wapi? Hakujibu, lakini leo mwenyewe amekiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna awwala baiti udhiya linnas, nyumba ya kwanza walioteuliwa watu kwa ajili ya ibada, nyumba iliyoteuliwa kwa ajili ya watu ni hiyo iliyoko Maka. Na ndo Allah akaeleza katika aya 97 ya kwamba walillahi ala nasi, sio walillahi ala rajuli au walillahi ala nisai, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabil. Kwa imewajibikia watu kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi wa huwa asdaqu fi qawlihi in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu akdamakum. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibu rabbil alamin Mustafa Muhammadin salawatu rabbi wassalamuhu alayhi wa ba'd. Wapenzi watazamaji wa Shalba Online TV, kwa mara nyingine tena nipo mbele yenu. Ni katika mwendelezo wa lile jambo ambalo tulikuwa tukilijadili hapo nyuma katika kuziweka sawa hoja za ndugu yetu katika Iman Sharifu Makarama. Leo nimekuja kusummarize kwa sababu nimejaribu kumwelewesha na alhamdulillah ameelewa, mpaka imefika hatua amekiri mwenyewe. Lakini kabla ya kufika huku, madai ya huyu bwana ni kwamba Qur'ani pekee ndiyo inayofaa kuaminiwa na hadithi hazitakiwi kwa sababu zimekusanywa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha ajabu ni kwamba huyu bwana anakataa kitu anachokifanya. Nimegundua kwamba huyu bwana anaziamini hadithi, na leo nimekuja kuwathibitishia hili. Labda kuna ajenda nyingine kando, ila ninavyojua mimi kwa mtazamo huu, kwa sababu kuna vitu vingi amekiri mwenyewe baada ya kile tulichokuwa tunajadiliana. Kwanza, huyu bwana anadai hadithi hazifai kuaminiwa, ila nimegundua anazitumia hadithi katika kuwaelimisha watu au kutafuta kikosi cha watu wamfuate katika itikadi yake. Sisi Waislamu hatuamini Ukristo. Mfano nakupeni, sisi Waislamu hatuamini Ukristo kuwa ni dini ya Allahu subhanahu wa ta'ala, na kwa kuwa hatuamini dini ya haki, hivyo hivyo hatuamini Biblia kuwa ni kitabu cha Mungu. Kwa hiyo huwezi kumkuta Muislamu akiwa msikitini anatumia Biblia katika kutoa hutuba au katika kuswalia kama tunavyotumia Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu hatuamini Ukristo kuwa ni dini ya kweli, kadhalika hatuamini Biblia kuwa ni kitabu cha Mungu. Kama huyu bwana anadai kuwa hadithi hazifai kuaminiwa, na yeye ni wajibu kwake kutozitumia, kwa sababu huwezi kuwashawishi watu wa kufuate kwenye itikadi unayodai hicho kitu hakifai. Ila ajabu kubwa ni kwamba yeye anazitumia hadithi. Hebu msikilizeni. Qala kana Rasulullah alayhi salatu wasalam jalisa ma sahaba. Abdillahi mtoto Abbas, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, anatueleza kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake. Fadakhala 10 min kubari biladi al-Yamani, ghafla wakaingia watu 10. Hawa watu 10 walikuwa ni wakubwa kutoka katika nchi ya Yemeni. Walipoingia hawa watu 10, mmoja wao akasema assalamu alayka ya Rasulullah, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu lako ewe mtume wa Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu ala man ittaba'a al-huda wa ata'a al-maliku al-a'la wa la'natullah ala man kadhaba wa tawalla. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawajibu akasema, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwa kila kiumbe wenye kutii amri ya Mwenyezi Mungu na wenye kutii sheria zake. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu lao. Na laana ya Mwenyezi Mungu iwe kwa kila kiumbe wenye kukataa amri ya Mwenyezi Mungu na wenye kukataa sheria zake.
laana Mwenyezi Mungu iwe juu lao. Tukio hili la Muadh bin Jabal la kwenda Yemen halijaelezwa ndani ya Qur'an, na ni tukio sahihi, limeelezwa kupitia hadithi za Mtume. Kwa kuwa yeye ametuletea hadithi hii, ni dhahiri kuwa anaziamini hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ila inawezekana kuna jambo lingine, na huko tutafika. Hoja ya pili, huyu bwana madai yake ni kwamba hatufai kwenda Maka, tunachotakiwa kufanya ni kuhiji baiti. Nilimuuliza kwenye mahojiano yetu ya kule TikTok, nikamwambia hiyo baiti iko wapi? Hakujibu. Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti. Swali langu kwako ni hili, piga mstari. Walillahi ala nnasi hijjul baiti, sio walillahi ala nnasi hijjul Makkah. Nisikilize kwanza basi. Swali langu liko hapa, walillahi ala nnasi hijjul baiti, kwamba na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni wajibu watu wakafanye hija kwenye nyumba hiyo. Swali langu liko hapa, hija ambayo mimi na wewe tunatakiwa tukafanye kwa mujibu wa Qur'ani kwenye nyumba hiyo, hiyo nyumba iko wapi? Ni Al-Kaaba. Al-Kaaba. Kwa hiyo anayekwenda kuhiji Maka, huyo mtu ni kafiri. Hakuna maamrisho ya Mwenyezi Mungu ya kuhiji Maka, haipo. Ukielewa waeleweshe pia na watu wanaokuzunguka, Sheikh Sharifu. Lakini leo mwenyewe amekiri kwamba katika aya ya Allahu subhanahu wa ta'ala iliyopo katika suratu Ali Imran aya nambari 97, ambayo Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibika kwa watu wakafanye hija katika nyumba hiyo kwa wenye uwezo. Nyumba hiyo ni Al-Kaaba. Amekiri Al-Kaaba ipo Maka. Hebu msikilizeni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba katika surati Ali Imran, na sura ya 3 hiyo, sura ya 3 aya ya 96 97, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna awwala baiti udhiya linnas, nyumba ya kwanza walioteuliwa watu kwa ajili ya ibada, nyumba iliyoteuliwa kwa ajili ya watu. Mwanamke na mwanaume ni mtu. Yani nasi sio mwanamke sio mwanaume. Nasi ni watu, sio jinsia. Ni kila mtu. Kwa nyumba iliyoteuliwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya watu, ni hiyo iliyoko Maka. Na ndo Allah akaeleza katika aya 97 ya kwamba walillahi ala nasi, sio walillahi ala rajuli au walillahi ala nisai. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kwa imewajibikia watu kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu hiyo. Na hiyo walillahi ala nasi, sio walillahi ala almuslimin wala walillahi ala almu'minin. Walillahi ala nasi. Kwa hiyo hata wale mabuda kila mtu wanaweza wakaenda. Hata ndo maana wakati wa hija haizuiliwi mtu mwenye itikadi yoyote, sijui Mashia wanaenda, Mabohora wanaenda, Ismailia wanaenda, japo ni makafiri, maana Haji Salafi wanaenda, Ansari Sunna wanaenda, Mawahabi wanaenda, Ahmadia wanaenda, japo ni makafiri, lakini kwa sababu Qur'ani imesema walillahi ala nasi. Kwa kuwa amekiri kwamba Al-Kaaba ipo Maka, maana yake huyu anaziamini hadithi na ni wajibu wake kuwatangazia watu, kwa sababu
Nilimsomea aya ya 96 katika suratu Ali Imran inayosema kwamba inna awwala baiti udhiya linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa huda lilalamin, kwamba hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya ibada hiyo, kwa ajili ya watu kufanya ibada ya hija, ipo Baka. Nikamuuliza Baka iko wapi? Akakataa kusema iliyoko Baka. Akaleta Baka sio nguzo, Baka sio nini, Baka ni sehemu. Sehemu gani? Angani? Wapi? Hakusema. Lakini kwa kuwa amekiri kwamba baiti ni Alkaaba na Alkaaba ipo Maka, hivyo hivyo anatakiwa akiri tena kwamba Baka ndiyo Maka, kwa sababu baiti iliyopo Baka ndiyo tunayotakiwa kwenda kuhiji, na Baka ndiyo Makkatul Mukarrama ambayo Alkaaba iliyopo na sisi tunaenda huko. Ni dhahiri kuwa hili amekubali, na ni wajibu wako Rashidi kuwatangazia watu kwamba hija ipo Maka na Waislamu wote twende Maka. Hoja ya tatu, madai yake mengine ni kwamba hamna adhabu za kaburi. Huku hajafika, lakini nakuja kukumbushia adhabu za kaburi ziko. Katika klipu yangu iliyopita nilisoma aya ya sura ya 40, Suratul Ghafir, aya nambari 46, ambayo Allah anasema annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa adkhilu ala firauna ashadda aladhab. Nikajaribu kuielezea aya hii kadri Allah alivyoniwezesha, sawa nikaielezea aya hii kwamba annaru yuraduna alaiha, hapo ni kaburini. Nikapita kwenye khibas wa khisas wa fi ayi jawi taishu aya, nikapeleka kwenye lugha, kwa sababu Qur'ani pia utafsiriwa kwa lugha ya Kiarabu, tafsiru al-Qur'ani bi lughatin arabia. Nikapitia kidogo kadri Allah alivyoniwezesha, nikamuelewesha. Tukaangalia khibasi ya aya, khiswasi ya aya na fi ayi jawi taishu aya. Tukagundua kwamba khibas ni sehemu na sehemu ni kaburini, kwa sababu yeyote anayekufa lazima aende kaburini. Haijalishi atafia baharini, haijalishi atafia angani, haijalishi atachomwa moto akiwa kiwiliwili akijafunikwa, haijalishi itakuwaje, maadamu pumzi imekatika, huyu tumesema ni maiti. Na huyu kwa kuwa ni maiti, maisha yanayofuata hapo, kituo kinachofuata hapo ni kaburini, sawa Kwa hiyo moto uteremka pale. Na nikahitimisha kwa aya katika surati Nisa 69, Allah aliposema kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Nikasema kwamba wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, huu ni ujira ambao watu watalipwa kamili siku ya Kiyama, watu watalipwa ujira wao. Lakini kaburini ni annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya, kaburini mna adhabu ya kuonyeshwa moto, na siku ya Kiyama wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, na huko ndo Allah alisema adkhilu ala firauna ashadda aladhab. Kwa hiyo wataingizwa watu wa Firauni katika moto, na wako watakaolipwa ujira, viumbe wote watalipwa ujira kamili siku hiyo, kama ilivyo kwa watu wema wanapoingia kaburini. Nikanukuu aya ya Allah inayosema wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, msitaki ni wale wenye kuuliwa katika njia ya Allah ni maiti. Si maiti bali ni wazima, kwa Mola wao wanaruzukiwa. Kama hawa waliokufa katika njia ya Allah wanaruzukiwa, wako makaburini ni mashahidi, na wabaya vile vile wanaokufa katika njia mbaya wako makaburini wanaonyeshwa moto. Kwa hiyo adhabu ya kaburini ni kuonyeshwa moto, na Kiyama ndiyo main event, au tunaweza tukasema ndiyo fainale ambayo kila mmoja atakipata cha kwake. Hoja ya tatu ambayo inasikitisha sana ni huyu bwana kufikia hatua ya kumdharau sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cha habari za uongo shehe, kwanza kabla ya kuendelea huko, Ibn Abbas ndo nani? Sisi tunataka tafsiri ya Mtume. Ibn Abbas ndo nani?
Wewe unaleta mambo ya kejeli, acha uongo. Sende kejeli, tuongee Qur'ani ndugu yangu. Mwenyewe Ibn Abbas ndio nani? Sio nabii. Umeelewa? Mtume mwenyewe ametafsiri vipi? Unatuambia Ibn Abbas. Kitendo cha kuuliza Ibn Abbas ni nani katika Uislamu, mantiki hii kidogo haijakaa sawa, imekuja kidharau fulani hivi. Ibn Abbas ni binamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad. Ibn Abbas ndio habrul umma, ndo mwanachuoni wa umma huu. Ibn Abbas ni atarjumanul Quran, ndiyo mfasiri number 1 wa zama ya Mtume aliyeifasiri Quran. Na haya yanatokea pale Mtume alipomwombea dua Ibn Abbas, akasema Allahumma faqihu fi ddin wa allamahu ta'wila, ewe Mwenyezi Mungu na kuomba mpe ufahamu wa dini huyu bwana Ibn Abbas na mfundishe tafsiri ya Quran. Ibn Abbas akawa ni mtu mwenye ufahamu mkubwa sana wa ilmu za Uislamu na akawa mfasiri hodari sana katika kuifasiri Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kumdharau huyu sahaba, hili ni kosa, na mimi nakunasihi ndugu yangu, acha kabisa, unachokifanya sio sahihi, hiki kitakuponza. Rudi katika misingi sahihi ya dini ili Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kurehemu na kusamehe waja wake. Na wale ambao umewavuta katika itikadi yako hii mbovu, mimi nawashauri kuzikataa hadithi za Mtume, hususan sahihi Bukhari, sahihi Muslim. Huu ni ugonjwa mkubwa sana, ni kama kuutenga Uislamu, yani kuutupa Uislamu. Uislamu hauwezi ukatupika, mtatupwa nyinyi kwa kule kudharau misingi ya Uislamu. Kwa hiyo nyinyi mtajikuta mpo nje ya Uislamu na Uislamu utabaki kuwa safi. Rudini katika misingi sahihi. Siwezi nikakuweka kwenye mizani mizito sana. Mimi najua wewe umeghafilika na nakuombea kheri, Allah akuongoze. Rashidi, rudi katika haki. Allah anakupenda sana na mimi ndugu yako nakupenda sana, sitaki uangamie. Rudi katika haki ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukupokea na kufanya miongoni mwa waja wema minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhadai was-salihin. Haya ni machache katika hayo mengi ambayo tumezungumza. Najua kule TikTok umeniblock, mimi si cheki na wowote, lakini leo nimefunga kikao, sikujibu tena, ujumbe wangu umefika. Kama utaelewa hili, rudi kwa Allah, na kama utaendelea kupinga, basi mimi nimeshatimiza wajibu. Nimeshatimiza wajibu. Fadhakkir fa innama anta mudhakkir. Wassalamu alaikum. Shalma TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.